Wameingia na bunduki zao, wameliteka basi. Kondakta na dereva wakataka, kwa sababu basi liko chini yao, wahoji juu ya kile kilichokuwa kinaendelea kwenye basi. Yule askari mstaafu ndio aliyewaambia, tulieni, hamtaweza kufanya kitu, kwa sababu kwa aina za bunduki waliobeba watu hawa sio bunduki za polisi, ni bunduki ambazo zinatumiwa na watumishi wa idara ya usalama wa taifa. Mimi baada ya kupata maelezo hayo, nilizungumza kwenye vyombo vya habari, nikasema watuhumiwa wakuu wa mauaji ya Ali Kibao wanaopaswa kujibu ni idara ya usalama wa taifa. Lile likawakosa, lakini nataka nitumie mkutano huu wa Tanga kumkumbusha Rais Samia, mara baada ya mauaji ya Ali Kibao, Rais alitweet, aliandika ujumbe, akasema vyombo vya dola vichunguze. Huo ulikuwa ni mwezi wa 9 mwaka jana, lakini siku kadhaa baadaye Rais akiwa Moshi kwenye shughuli ya jeshi la polisi akatoa kauli akiwajibu mabalozi waliokuwa wanadai uchunguzi dhidi ya mauaji ya Ali Kibao. Akafananisha kifo cha Ali Kibao kama ni sawa na vifo vingine vya kawaida, na akawafunga mkono mabalozi. Rais Samia, mimi nataka kutumia fursa hii ya mkutano wa Tanga kumtaka Rais Samia atoe maelezo kwa umma. Amechukua hatua gani mpaka sasa kwa vyombo vya ulinzi na usalama kushindwa kutekeleza maagizo yake juu ya uchunguzi wa kifo cha Ali Kibao? Ukimya wa rais na ukimya wa vyombo vya dola juu ya mauaji ya Ali Kibao inaendeleza ushahidi kwamba Rais Samia na vyombo vya dola wanajua ni wakina nani waliomuua Ali Kibao. Sasa kuna jambo ambalo sisi viongozi hatujalisema sana huko nyuma, leo niliseme kidogo hapa Tanga.
tulipokuja hapa Tanga kumzika Ali Kibao, kuna watu wa Tanga mlikuwa mnajiuliza, sasa mzee huyu almarhum Ali Kibao Al-Buhuri imekuwaje mpaka ameuawa? Ali Kibao alikuwa mtaalamu katika sekretarieti ya chama, ambao mimi ni mwenyekiti, nimekuwa mwenyekiti wake kipindi chote ambacho Ali Kibao alikuwa anatumikia kwenye sekretarieti. Watu wa serikali, watu wa mfumo walikuwa wanamfahamu Ali Kibao pengine kuliko wananchi wa Tanga mliokuwa mnaishi naye. Watu wa mfumo walikuwa wanajua namna ambavyo Ali Kibao chini kwa chini alikuwa akishirikiana na ngazi mbalimbali za chama kutengeneza mtandao wa ndani wa chama wa mapambano ya kisiasa ya kidemokrasia ya uchaguzi wa haki kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Alizunguka maeneo mbalimbali ya nchi akatumia utaalamu wake. Watawala hawa wenye nia ya kuiba uchaguzi wakaona mtu mmojawapo wa kumwondoa mapema sana ni Ali Mohamed Kibao. Kwa mimi namhesabu Ali Mohamed Kibao kama moja ya wahanga wa mifumo yetu mibovu ya uchaguzi na uporaji wa haki unaofanywa na CCM hapa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanga, nazungumza na nyinyi nikiwa najua nyinyi ni wapinzani, nyinyi hamuitaki CCM kwa sababu nyinyi hapa Tanga mjini, hapa tuzungumze Tanga za pembezoni, majimbo ya pembezoni, lakini hapa Tanga mjini mna uzoefu wa kuchagua upinzani. Asanteni sana, nyinyi ni wapinzani. Lakini katikati ya mwamko wenu, msimamo wenu wa kuikataa CCM, mna kumbukumbu mbaya. Mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2019, mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2020, mna kumbukumbu ya uchaguzi wa 2024. Kwa kumbukumbu hizo za kuondoka kabisa kwa uchaguzi huru, hata kwa ishara tu, hata kwa dalili tu, kuondoka kwa uchaguzi wa haki, sisi Chadema tumechukua msimamo kwamba bila ya mabadiliko ya kikatiba na kisheria hakuna uchaguzi, no reforms, no election. Sasa ni wahoji Tanga, kwa sababu na wahoji nyinyi Tanga, kwa kuwa sisi Chadema tulivyochukua msimamo wa no reforms, no election, watawala wakaamua kuviita vyama Dodoma, vyama vyote 19. Wakati wanaita vyama Dodoma, makatibu wakuu wakasaini maadili ya uchaguzi. Wakati huo ile taarifa iliyotolewa na msajili wa vyama vya siasa ya kusema kwamba hataki niitwe tena katibu mkuu wa Chadema ilikuwa haijatoka, si ndio? Wakaita vyama Dodoma. Anatakiwa kwenda kusaini maadili ni katibu mkuu wa chama. Mimi nikatafakari msimamo wa chama wa no reforms, no election. Nikatafakari hasira ya wananchi mitaani kwamba mnasema kura haina tena maana. Katibu mkuu si kwenda wakati huo Dodoma kusaini hayo maadili ya uchaguzi. Sasa vyama 18 vikaenda CCM na vyama 17 vinavyojiita vya upinzani, lakini vikaenda kufuata matakwa ya CCM, vikaenda Dodoma. Nataka niwahoji Tanga, kwa sababu wako wanaopenyeza maneno kwamba huu msimamo wa Chadema ubaki na Chadema peke yake, lakini wako wananchi ambao wapinzani
lakini wanataka kushiriki uchaguzi kwa mazingira haya. Ni waoji Tanga, wangapi mnakubaliana na msimamo wa Chadema wa no reform no election? Vidole viwili juu Tanga, vidole viwili juu. Na sasa isiwe tu ishara ya vidole, sauti zenu zisikike. Nikisema no reforms, mnasema no election. No reforms, no reforms, no reforms, no reforms, no reforms. Asanteni sana. Tukashughulika nao vibaya sana, na mikutano ilikuwa na nyomi ya kutisha. Timu mbili, moja inaongozwa na mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu na moja naiongoza mimi. Tukaenda Mtwara. Tulipofika Ruvuma, uvumilivu ukawashinda, wakamkamata Mheshimiwa Tundu Lissu, wakampa kesi ya uongo ya uhaini, treason case, trumped up charges. Hukumu ya kesi ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Rais Samia aliyemkamata Freeman Mbowe akampa kesi ya uongo ya ugaidi, kama walivyokamatwa mashehe mbalimbali wakapewa kesi za uongo za ugaidi. Akamweka Mbowe miezi 8, alafu akashindwa kumhukumu, akamwachia. Maisha duniani hapa, Mungu peke yake ndiye anatupangia siku za kuishi. Haiwezekani unashikilia uhuru wa mtu hata kwa siku moja, kwa sababu wewe sio Mungu. Huwezi kumwongezea hii siku uliyoiharibu hata kwa siku moja. Akamwachia Mbowe. Leo amemkamata Lissu, akampa kesi ya uhaini ya uongo, yuko ndani. Huu ni mwezi wa pili sasa. Akategemea tutarudi ofisini Chadema makao makuu twende kulia. Tulipokutana kwenye kikao, nikaambia hawa wamemkamata jemedari na kiongozi wetu ili kondoo watawanyike. Sasa kwa uangalizi wangu hakuna kutawanyika hapa, tunawashughulikia. Tukagawa timu mbili. Katibu mkuu alikuwa kwenye timu ya chini kwa chini ya mafunzo. Nikamwambia katibu mkuu, ongoza timu moja na mimi naingia timu moja. Tukaanza nao kanda ya Ziwa, tukawagonga mikoa ya Mwanza, Kagera na Geita, tukamaliza. Tukaingia mkoa wa Mara, Simiu na Shinyanga, tukamaliza. Tumeanza kanda ya kaskazini, wakafunga ruzuku ya chama na kuondoa viongozi wetu madarakani. Kwa hiyo na huu moto utaisha. Sasa unasema Heche jiangalie, mara watakukamata, mara watakuua. Mimi naishi kama mtu aliyekwisha kufa siku nyingi sana. Niko hapa tu kwa ajili ya kazi ya kubadilisha nchi hii. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachoturudisha nyuma. Na kwa nini tunazungumza kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi, kuhusu uchaguzi? Uchaguzi una mahusiano gani na maisha yako, mtu wa Tanga? Hilo ni muhimu sana mkalielewa, kwa sababu nchi hii inaongozwa kwa propaganda na maneno ya kijinga mengi yasiyokuwa na msingi kuliko mambo ya msingi. Ukisikiliza redio nchi hii, ukasikia redio na TV zinazomzungumza huyu mama, unaweza ukafikiri nchi hii ni New York Marekani, na unaweza ukafikiri hakuna mtu ana tatizo kwenye nchi hii. Uongo kweli? Yaani ukisikia mama na upiga mwingi, mama sio amefanya nini? Mtu akikohoa tunamshukuru mama, tumekohoa vizuri. Uongo kweli? Tumepita Korogwe, mabango ya huyu mama ni mengi kuliko mabango ya biashara. Uongo kweli? Yaani nchi gani hii? Vijana hawana ajira, badala uweke mabango ya kuchagiza kazi, biashara, unaweka picha ya rais. Mnakula picha ya rais nyie? Mabango ya mama, hatukudai, ujinga wa hali ya juu sana. Sasa tunazungumza kuhusu uchaguzi, watu wa Tanga, kwa sababu uchaguzi ni maisha yako.
Hii hapa ni katiba, na mimi nitazungumza kwa kutumia katiba yetu. Katiba yetu ibara ya 8 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. B, lengo kuu la serikali, sio lengo tu, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Hiyo ni katiba inasema hivyo, ibara ya 8B. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Ibara ya 9 kifungu I, nasoma kifungu kimoja tu, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yakielekezwa kwenye jitihada za kuondosha ujinga, maradhi na umaskini. Matumizi ya utajiri wa nchi yetu yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, hasa kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Hiyo ni katiba hii. Sasa watu wa Tanga, na nataka mnisikilize kwa makini. Katiba yetu ibara ya 8 imesema wewe mwananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii. Maana yake ni nini? Ili muelewe, kwa sababu ndio maana uchaguzi unaibiwa. Nyie mnasema huwa haunihusu, na CCM wanakuja wanawaongezeni ujinga, propaganda. Wamekuja hapa wanazungumza tu kuhusu uchaguzi. Mbona wazungumzi kuhusu maji? Mbona wazungumzi kuhusu barabara? Kwa sababu uchaguzi wana uchu wa madaraka, kwamba CCM inatuita sisi tuna uchu wa madaraka. Yaani yenyewe imekaa madarakani miaka 63 haina uchu wa madaraka. Sisi ambao hatujawahi kuingia ndio tuna uchu wa madaraka. Hiyo ni kweli shewa? Yaani sisi hatujawahi kuingia hata mwaka mmoja, wanasema tuna uchu. Wao waliokaa miaka 63 hawana uchu, si ndio? Sasa ungejua umuhimu wa uchaguzi, ungepigana kwenye uchaguzi kama inavyoibiwa kuku wako unavyoweza kupigana, au kama mtu akiiba bodaboda wako utakapopigana. Sasa uchaguzi, ndugu zangu, katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka. Badala ya wewe, watu wote wa Tanga hapa, watu wote wa Dar es Salaam, watu wote wa Tarime, watu wote wa Iringa twende bungeni kujiwakilisha, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Ndio maana hiki kifungu, ili akatusemee yale ambayo wewe ungeweza kusema, ili akazungumze yale ambayo wewe ungeweza kuzungumza. Hatuna dawa hospitali aseme kama vile wewe ungesema. Ndio maana ya kifungu hicho. Badala ya sisi wote kuwa marais, kuwa mawaziri, kutakuwa na chaos. Tunateua mtu mmoja, tunamkainisha mamlaka kwa muda kwa niaba yetu. Ndio maana ya kifungu hiki. Badala ya mimi na wewe kwenda halmashauri, tunateua mtu mmoja aende kwa niaba yetu, na huyo mtu katiba inampa maelekezo kwamba lengo kuu itakuwa ni ustawi wa kwako. Tukisema ustawi, maana yake nini mzee? Urare pazuri. You are watching Wasos TV.